shida tuko nayo leo kama kanisa, tunataka kushindana aina za mwili. Kwa sababu huyu amefanya hivi na mimi nitafanya hivi. Huyu ameenda kiwango fulani na mimi lazima nifike kwenye hicho kiwango. Na ndio maana tunashindwa. Na ndio maana hatufikii malengo, kwa sababu kushindana kwetu ni kwa mwili. Lakini Biblia inasema ili tuweze kushinda, unatoka mwilini unaingia rohoni. Kila aliye mshindi apiganagi vita ambavyo wengine wanaona. Ndio maana Biblia inasema unapoingia kwenye chumba chako, funga mlango wako. Kwa sababu pale unapoingia kwenye nyumba yako, unafunga mlango, unaingia kwenye kiwanja cha mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Rudia pale. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Sikiliza, wale watu mnashindana nao, haushindani na nzi, haushindani na kuku, lakini unashindana na mamlaka. Mamlaka na utawala wa giza. Alafu Biblia inasema katika ulimwengu wa roho. Mtu mwenye anasinzia mwambie, najua umeamka mapema, lakini jikaze tu, mshinde shetani, usisinzie. Wakati wote ukiona ni muda wa mafundisho na unasikia usingizi, hauko rohoni. Ndio ile roho ya mashindano. Shetani anakuletea usingizi, tena anakuletea ka usingizi kazuri, unasikia tu macho inakataa. Lakini kama tungekuwa tunapiga story nyingine, shetani atakuacha tu, utapiga story kabisa. Lakini ukiwa nasikia neno la Mungu, kuna kuwaka usingizi, karoka kusumbua sumbuka tu, kwa sababu usisikii. Kwa hiyo ambia usingizi, najua wakati wa kulala. Sasa saa hii si wakati wako, ondoka katika jina la Yesu. Amen. Endelea. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya majeshi au mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza sheria mbili za kiroho. Kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo hatupigani vita vya kawaida. Hapana. Shetani ametufunga. Amekuja kama vile kanisa naingia saa ya kumtafuta Mungu na kupambana na nguvu zote za giza. Ndo saa zile wewe unasikia kulala. Ndo zile saa zile ambazo unasikia uanze kuangalia TV. Wakati mwingine Mungu anaweza kukukosesha usingizi. Usiku wote ukakosa usingizi. Si kwa sababu anataka tu baki macho, lakini anajua kuna vita. Amka. Uanze kuabudu Mungu. Uanze kuita Mungu. Uharibu kazi za shetani. Lakini ndio saa utasema, hivi mimi nakosa usingizi, acha nifungue simu yangu nianze kuangalia TikTok. Ni wanani wako wazi, ni wanani wako hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Si tunaangaliaka. Nasema acha niangalie mwenyewe kwa live saizi. Anasema nini? Acha niangalie huyu. Acha niangalie hivi. Kiangalia saa 9. Naona saa 9 umechoka, unasema ni saa 9, acha nitafute usingizi. Hautaomba. Hautapigana. Alafu ukiamka asubuhi unajikwaa, mguu unafura wapata hivi. Kumbe Mungu alikuwa anataka uombe usiku, akakukosesha usingizi. Lakini wewe ukaona sio saa za kuomba, wewe ni saa za kuangalia simu yako. Ndio maana unakutana leo hata maskini iko na simu, lakini si wote tuko na Biblia. Shetani amekunyima kushika Biblia, lakini amekupatia uwezo wa kushika simu. Lakini maisha yako toka ulishika simu yakoje? Kwa hiyo shetani anajua ya kuwa vita ninavyopigana ni vya siri sana, ambavyo hakuna mtu ananiona. Biblia inasema ni wakuu wa giza. Kwa hiyo giza ni kufunga macho hauwaone, ni katikati ya giza. Na ndani ya katikati ya lile giza wanalenga maisha yako. Wanalenga usifanyikiwe. Umepelekwa shule, lakini anakuambia nenda shule, lakini mwisho wa hii shule utakuwa mvuta bangi. Nenda shule, lakini mwisho wa hii shule hakuna chochote utapata. Nenda kazi, utafanya kazi sana, lakini matokeo ni madogo. Ingia kwenye ndoa, watu wapige makofi, lakini ndani ya ile ndoa hautakaa salama. Atafungua, utaona jambo linaonekana kama nzuri, lakini baadaye ni kilio. Biblia inasema hivi, vita vinapigana na wakuu wa anga, wakuu wa giza, majeshi na pepo wabaya wanaofanya kazi katika ulimwengu wa rohoni. Unadhani uko salama hapo? Hauko salama. Anasifiwe. Unadhani uko sawa? Kwa hiyo katika ulimwengu wa rohoni, nimekwambia ulimwengu wa roho ni mkubwa sana kuliko ulimwengu wa mwili. Na ndani ya ulimwengu huu wa rohoni kuna upande wa Mungu na kuna upande wa shetani. Kwa hiyo umasikini ambao uko nao ulianzia rohoni. Hiyo kungangana yenye unangangana saa hizi imeanzia rohoni. Na ndio Bwana anatuambia katika kitabu hichi cha Waefeso, inatuambia wazi sana, kushindana kwetu sio kwa damu na nyama, lakini ni katika falme zisizoonekana. Kwa hiyo ili uweze kushinda, lazima uingie katika falme zisizoonekana na macho ya mwanadamu. Hapo ndipo utapambana. Hapo ndipo utaomba haki yako. Ayubu anasema hivi, kila ulichokimeza lazima ukitapike. Kwa hiyo shetani amemeza mali yako, amemeza utajiri wako, amemeza amani yako, amemeza baraka ambazo Mungu ameahidi katika kitabu cha Waefeso 1:3 anasema ametubariki na baraka zote za rohoni. Lakini ibilisi akaja akameza, amemeza mpaka na afya yako. Kwa maana yeye anasema ni yeye atuponyaye magonjwa. Lakini ahadi za Mungu zimepotea kwa sababu kuna mtu au kuna ibilisi ambaye anafanya kazi kwa ustadi, na anafanya kazi kwa siri sana, na anafanya kazi
kwa uwerevu sana, unaona kama ni kawaida jinsi ulivyo, lakini uko kwenye vita vikubwa. Unapata Wakristo yuko na nguvu ya kufanya kila kitu, lakini kuja kwa ibada za maombi, siwezi. Naenda kufanya nini? Na niko kwenye kazi zangu. Uko tayari uende kwenye shughuli zingine, lakini kumtafuta Mungu Lakini hata hiyo shughuli unapigana na unaenda, nini umepata? Haujui una adui ambaye ameshakufungia katika ulimwengu wa kiroho. Ili mambo yako na milango ifunguke, lazima uingie katika ulimwengu wa kiroho na upigane vita. Lazima kumwambia shetani, tapika amani yangu, tapika baraka zangu. Na kutapika sio jambo rahisi. Unaweza kutema mate, lakini upate kichefuchefu akiji ovyo ovyo. Unaweza kukata miaka 10 hujawasikia kichefuchefu cha kutapika. Unaweza sikia kichefuchefu, lakini kutapika. Mara nyingi wale wa mama wenye mimba ndio wanajua kutapika. Inakuja kwa sababu kuna kitu ndani. Au mtu ameumwa malaria. Lakini huko tu sawa wakwambie tapika. Saa hizi tu tuambiane ukweli. Kila mmoja tufanye mtihani. Mtu ambaye sio kutapika kwa kuingiza kidole. Unaweza ingiza kidole ukasikia. Unaweza kamata mswaki ukafanya. Lakini tu hivi vile ulivyo, sikia kichefuchefu. Jiumbie kichefuchefu. Alafu tukuone vile unatapika. Kutapika sio rahisi. Na ili umfanye shetani asikie kutapika alichomeza katika maisha yako, inahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unastarehe na unajua uko vitani. Unastarehe. Shetani anakupatia vitu vingi vya kufanya. Vingi sana. Mpaka saa ya ibada au saa ya maombi, wewe unaombaka dakika 10. Ukifika tu saa ya kulala, Baba nakushukuru, asante umenilinda, nalala kwa sababu niko na uoga, najua saa nyingine naweza kukufa. Kwa hiyo Mungu naomba unilinde. Ndio hivyo tunaomba, nilinde. Kiangalia saa dakika 5 umemaliza maombi. Amen. Alafu unaingia kwa kitanda, unafungua simu. Unafungua simu, kisha fungua simu, umeanza. Nani amenitumia message? Hii group inasema nini? Acha nichokoze kwanza saa hizi. Kale kadada kalinipatia namba, acha nikapigie kwanza. Halo. Habari ya saa hizi? Nilikuwa nimesinzia lakini nakuwaza sana. Sauti imebadilika Si ile sauti unaongea, nilikuwa nakuwaza sana. Unajifanya na bezi kama ile ya Benja, iko wapi? Shajua wadada wanapenda bezi. Kwa hiyo unatengeneza sauti. Unaona, siku hiyo nilikutana na wewe, mpaka leo nasikia kama nakosa amani. Hata kula yangu imeshaanza kuwa ngumu. Hata ukiniona shingo yangu imekuwa na mashimo, unaweza kuweka maji. Kwa sababu ya kukonda. Bwana asifiwe. Hapo ni usiku. Wewe ule tena, unaacha. Nakaa unafikiria. Huyu ni ex. Acha nimdanganye kidogo. Acha nimdanganye. Unajua, wewe ndio ulifanyaga tuachane. Mimi sikukwambiaga tuachane. Lakini tabia zako. Ulikuwa na tabia mbaya sana.
Maana shetani anakufanya usiku kucha usikae kwenye miguu ya Bwana, lakini akupatie wakati wa simu. Nimekwambia hata maskini iko na kasimu, iko na katururu. Hata kama afadhali ukose kila kitu lakini tururu. Lakini ni mara ngapi umeamka saa 8 za usiku ukachukua Biblia yako ukasoma? Kwa hiyo shetani anajua katika ulimwengu wa rohoni tuna baraka zote. Hakuruhusu ingie katika ulimwengu wa rohoni ukabebe baraka zako. Kwa hiyo anakuacha mwilini. Anaacha maisha yako yanakuwa ya kawaida. Vya Mungu kwako unavisikilizaga tu, ni vya kupitisha wakati. Unafikiria mimi sio mtu wa siasa. Lakini unafikiria nini kwa yule ameondolewa? Alipoanza safari alijua nitamaliza miaka 5 kwenye kazi. Unajua tunaweza chukulia vitu kawaida. Tamaliza miaka 5. Mungu nisaidie. Akainua Biblia. Lakini kwenye safari jambo likainuka. Na hilo jambo halikuinuka saizi wamemtoa. Liliinuka zamani katika ulimwengu wa rohoni. Hivi vita hakuvijua. Sasa shetani katika ulimwengu wa kiroho anampatia maneno ambayo yatamtega, kwa sababu anataka kumshusha. Usizanie mahali uko salama, mtafute Mungu. Usizanie yeye ndio iko na bahati mbaya na mkosi. Ni vita vilipiganwa akashindwa katika ulimwengu wa rohoni, halafu ikaonekana katika ulimwengu wa mwili. Wakati mwingi tunaweza ona adui ni huyu, lakini adui, Yesu anamwambia Petro, shetani pita nyuma yangu. Yesu anaangalia nyuma ya Petro. Maneno anayoongea sio Petro, ni shetani yuko hapa. Lakini Petro hajielewi, yuko namkataza Yesu kufa. Mapenzi ya Mungu ni Yesu akufe ili atukomboe kutoka na kaburi na afufuke tuwe wazima. Ana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile unavyozubaa ndio vile unakawiza hatima ya maisha yako. Vile upendi kumwabudu Mungu, unajifanya mjanja. Hakuna cha mtoto, hakuna cha mzee, hakuna. Leo tunawaona vijana wadogo wa miaka 15, 16 wameshakuwa na mapesa, wamebarikiwa. Hauko mdogo. Halafu baraka ni mahali popote. Biblia inasema utakanyaga, mimi Mungu nitakupatia. Sio juu uende Ushago au uje Nairobi ndio ubarikiwe. Baraka ziko pale ulipo. Pale huko baraka zako ziko. Lakini shida macho yako hayaoni, kwa sababu maisha unayoyaishi hayakukubali macho yako kuona. Dhambi ni mbaya ambayo inasababishaga, inaleta upofu wa rohoni. Unaweza zania unaona sana, hata saa hizi unaniangalia unazania unaona. Lakini kuna vitu vingi huoni. Ukilala huonaki. Wewe unalala alafu unaamka asubuhi na niliota nini? Hakuna kitu kibaya kama kuota alafu hujui kile umeota. Tabia za ndoto zinarukaga, zinaondokaga. Hizo Biblia inasema hivyo, zinaruka.
Lakini kama unaomba Mungu akuachie macho ya rohoni ili uweze kujua maisha yako. Hapo ndipo utakuwa najua mahitaji ambayo utakayoyaombea. Lakini wewe umeamka hakuna kitu umeona. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana sura 4 na mstari wake 24. Amen. Yohana 4:24. Biblia inasema hivi: Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni roho, na wanaopaswa kumwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Sio wakati uko nakula mandazi jamani. Sio wakati unakaa chini mko na sengenya ndio utamwabudu Mungu. Juu muabudu Mungu ni katika roho. Na ili uingie katika ulimwengu wa kiroho, hauingiagi ukichukua ndege pale airport, ukaingia ukasema mimi nataka kwenda ulimwengu wa rohoni, nalipa ticket naenda. Tunayo ticket ya kutuingiza, ni damu ya Yesu na wokovu ambao Bwana ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu kunakuwa na Roho Mtakatifu juu yako. Kwa hiyo ninapoenda kwenye maombi, Roho Mtakatifu anakuchukua kukutoa katika ulimwengu wa mwilini, anakupeleka katika ulimwengu wa rohoni. Kwa hiyo anakuonesha vizuri ya kwa mahali unaweza kushambulia ni hapa. Anakupeleka kwenye kiwanja cha mashambulizi. Anakuambia nimekupatia uwezo wote na nimekupatia mamlaka yote katika jina langu. Kila pepo wanashuka. Kwa hiyo katika ulimwengu wako wa kiroho utasimama na kuanza kumwambia, nimeona shetani, umeshika ndoa yangu, umeshika amani yangu, kwa jina la Yesu ninakuamrisha acha. Na shetani anasimama anasema siachi, lakini unamwambia nimepewa uwezo na nimepewa mamlaka, kwa damu ya Yesu nimekutia chini. Ataanguka na anaachilia maisha yako. Alafu kiamka tu umeenda, watu hawajui kama umetoka vitani. Kumbe umetoka vitani. Unakuwa na amani. Umelala, Roho Mtakatifu anakuchukua nasema roho za kichawi zimeinuka. Acha nikwambie, wachawi hawaendagi na mwili. Mchawi ambaye anaroga maisha yako aendaki na mwili. Anakuwaka na mwili pale, anauachi. Anaendaka rohoni. Rohoni. Unamuona tu mtu amelala yake usingizi na amejifunika, ukiingia pale unasema yuko. Anaendaka na roho. Mchawi haendi na mwili. Ndio maana mchawi hata ufunge mlango wako na mageti ataingia, kwa sababu yeye yuko rohoni. Funga. Kamata hata na viti, sukumia, panga. Mlozi asiingie pale. Kwanza baingiage hapo mlango. Ni roho. Inaingia. Unajipata tu uko mnyumba. Inaanza. Nimekwambia kushindana kwetu sio kwa damu na nyama. Wewe uko pale unaomba kwa jina la Yesu.
naomba ulinzi, Bwana nipiganie, Bwana nishindanie. Kumbe kuko kalozi kamwamuka, kachawi kamoja kako mnyumba yako, kako na kutesa, lakini katika ulimwengu wa kiroho uko unampiga mabomu. Wewe unampiga kabisa, anaanguka. Chochote anachokifanya hakifanyikiwi kwa sababu uko ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hatuogopi wachawi. Hatuogopi kwa nini? Kwa hali ya mwilini ukijaribu kushindana na mchawi atakupiga. Kwa sababu anaweza kupiga kofi na umuoni na yuko hapo. Anakuchapa pap. Unaanguka. Lakini na wewe ingia katika ulimwengu wa roho, mwambie tutaonana humu ndani. Kwa jina la Yesu hautanigusa. Hautanigusa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaomwabudu Bwana wanamwabudu katika roho na kweli. Hatumwabudu tu kwa roho, lakini na kweli iwe ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ikiondoka ndani yetu, hatutaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Lazima kweli ikae ndani yetu. Na hiyo kweli ndio imepotea katika dunia ya leo. Hatutembei na kweli. Kila tunachokifanya lazima uongo uwe ndani. Kila tunachokitenda lazima kuwe ndani kabongo. Na ulishaitetea ile bongo, anasema njoo kawaida yangu. Shetani anajua ukibakia na kweli utamshinda. Kwa hiyo lazima kufanya wewe ni muongo. Hata kama uko na lamba sukari, mtu akikuuliza uko na, mimi nilikula sukari. Sijakula sukari. Bwana asifiwe. Roho na kweli. Kama hakuna kweli, hakuna kusimama kuweza kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoomba kila siku katika maisha yetu, lazima uingie katika ulimwengu wa roho na usimame katika kweli ili kuweza kumshinda shetani. Shetani amekuonea katika ulimwengu wa roho. Hauombi, hauna hamu ya maombi, hauna hamu ya kumtafuta Mungu, hauna hamu ya manake anakupatia starehe fulani, na hiyo starehe anakupatia ni ya muda. Shetani apianagi vya bure. Anajua katika ulimwengu wa mwili na muachia kitu fulani ambacho kitamzubalisha kwa muda. Kwa muda. Hii yote anakuzubalisha ambayo haujitui ukajitoa pale. Utakuja kustuka mambo yalishaharibikaga kabisa. Ndio unaanza kukimbilia kwa waombaji, unaanza kukimbilia kila kanisa, muniombee, muniombee. Lakini haikuanza leo. Ilianza kitambo, ni wewe tu upuuzi, na shetani amekusindilia, amekuweka chini, unajiona kama ni mjanja. Na Yesu asifiwe. Kuna magonjwa ambayo shetani anapandikiza, watu wengi wanakufa, lakini kwa majina la magonjwa. Utasikia tu mtu amekufa na ugonjwa wa pressure, lakini sio pressure vile ulifikiria, sema wewe uko mnono uko. Kuna kitu ambacho shetani alikuja katika ulimwengu wa roho. Ulipolala, Biblia inasema watu walipolala, mpanzi aliacha anapanda mbegu njema, lakini adui akaja wakati mtu amefunga macho, wakati mtu haoni, akaja akapanda mbegu mbaya. Ndio maana unaweza kuamka, ulilala huko mzima, lakini unaamka umejawa na majipu mwili mzima. Kuna adui alikuja akapanda. Ndio maana Biblia inasema kila pando lililopandwa ambalo sio mpango wa Mungu lazima ling'olewe. Na ndio maana wakati tunaamka tunamwambia Mungu, kila chochote ambacho shetani alipanda katika ulimwengu wa roho ninaking'oa
kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunang'oaka. Tena unaing'oa kabisa. Utasikia mshale, unaichukua unairudisha. Na mtu akikuona anaona kama huyu mtu anafanya vitu gani? Mbona anachukua na irudisha? Mimi nipate mshale asema nikae tu hivi. Ndakemea lakini naitoa. Naichukua na irudisha katika ulimwengu kwenye imetoka. Kwa jina la Yesu. Hamka tu unajikwaa mguu unauma. Kwa jina la Yesu. Naichukua na irudisha. Kwa jina la Yesu. Vitu vingine vinaonekana kama ni vya kuchekesha, lakini ni kitu ambacho kabisa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kichomi kinanuma mama kwa atakusaidia na nini? Mama nakufa. Wewe mwenyewe ushakiri mama nakufa. Kila unachokiri kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Lakini unasikia tu kichomi kwa jina la Yesu. Ninakirudisha kwa jina la Yesu. Sitakufa, nitaishi. Bwana Yesu asifiwe. Njoo unaona una visanga vingi vyenye vingekumaliza vinaondoka kwa sababu unajua kupigana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukijisikitikia. Kuna mtu akiwa na problem anasikitika. Hata ukijisikitikia, shetani hakurumii. Ushaona mtu amepata shida. Bwana, hata maji watu hawatakunywa hiyo siku. Juu iko kwenye shida. Hii shida pigana. Kuna kiwanja cha kupigania. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona saa yangu. Bwana mniambiaje? Bwana asifiwe. Ninasimamia hapo kwa sababu nimepitisha dakika 8. Mungu awabariki. Amen.